Na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC imeendelea na mikutano ya ushirikishwaji wa wadau mjini Kakamega kujadili rasimu ya kanuni za ufadhili wa kampeni za uchaguzi za mwaka ujao pamoja na mapendekezo ya viwango vya michango na matumizi ya fedha za kampeni. Mkutano huo ni sehemu ya mchakato wa ukusanyaji wa maoni kutoka kwa umma na wadau mbalimbali, huku IEBC ikilenga kuboresha mfumo wa ufadhili wa kampeni kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kwa sasa kikao hicho kinaendelea, wacha tusikize. Asante sana, tunakujeni moja kwa moja kutoka kaunti ya Kakamega, na kwa sasa hivi ni mkutano ambao unaendelea kwa sasa ambao umeleta pamoja viongozi mbalimbali wakiwemo mashirika ya kijamii na vile vile IEBC, ambapo kwa sasa wanajadili kuhusiana na zile kanuni ambazo zimeweza kutolewa kuhusiana na uchangishaji wa fedha za kampeni hapa nchini Kenya. Vile vile tumeweza kuona baadhi tu ya wanasiasa ambao wanagombea viti mbalimbali vile vile tu wameweza kufika ili kutoa maoni yao kuhusiana na hii rasimu ambayo imeweza kutolewa na IEBC, ambapo kwa sasa wale ambao watakuwa ni wagombea wa urais, yale mapendekezo ambayo tumeweza kuona ni kwamba watahitaji shilingi bilioni 4.4, na iwapo kama ni chama itaweza kufadhili basi itakuwa ni shilingi bilioni 17.7, na baadhi tu ya mapendekezo ambayo yameweza kutolewa, lakini maafisa wa IEBC wamesema ya kwamba yale mapendekezo ambayo vile vile yanatolewa ama maoni yanatolewa na wakazi basi yataweza kuwekwa katika ripoti ya mwisho, na baadaye tutaweza kupata ni kipi haswa ama ni fedha zipi haswa ambazo wale wagombea wa nyadhifa mbalimbali kutoka urais mpaka kile kiti cha chini cha wakilishi wadi watakuwa wanahitajika kutumika katika kampeni. Niko na wale ambao wameweza kujitokeza, wakiwemo ni mashirika ya kijamii wameweza kujitokeza. Labda pengine tueleze kwa jina, naomba usonge kidogo, tueleze jina lako katika zile kanuni ambazo zimeweza kutolewa kwa sasa. Umekuwa mmoja ambaye amehudhuria kikao cha leo, yepi ambao umeweza kujifunza na ni maoni yako ni yepi? Asante sana. Kwa majina ni Palma Marita kutoka shirika la Kakamega Voices. Kulingana na mkutano wa leo tumeweza kuona mazungumzo ambayo yameweza kutusaidia sisi kama vijana. Vijana wengi wanataka kuwania viti, na kwa muda mrefu tumeona fedha ambazo zinahitajika kwa vijana kuwania ziko juu, kwa hivyo zinawafungia nje. Na hizi regulations ambazo zimewekwa na IEBC tunaona kwamba zitaweza kusaidia vijana wengi waweze kuwania viti na zitawapa nafasi katika uongozi wa uchaguzi unaokuja katika 2027. Yeah. Ni mkutano ambao umeweza kwa ushirikiano na Transparency International. Naomba labda pengine kama unaweza tuzungumza nasi kwenu, mchango wenu ni upi haswa kama Transparency International katika vikao ambavyo tunaviona katika baadhi ya kaunti hapa nchini Kenya? Kwanza kwa majina ni Adika Daniel. Yale ambayo naweza sema ni kwamba ni ile kama Transparency International ikishirikiana na mashirika mengine, ni sisi tunahakikisha kwamba ni ile haya mashirika ya jamii yanaweza kuja pamoja kujisanya na kuweza kuhakikisha kwamba yale masuala ambayo yanahusiana na jamii wao kuweza kuhusika katika kubadilisha sera na miundo mbinu ambazo zinatumika katika uchaguzi wetu kila mara kama nchi yanaweza kubadilika, na naweza angazia pia vile vile yale mapendekezo ambayo huenda jamii kwa njia moja au nyingine imekuwa ikihisi ni kwamba yanafaa kufanyiwa mabadiliko kusudi iweze kuwafikia matakwa na pia yale ambayo mahitaji watu wanahisi kwamba wanaweza kuwafikia. Kama vile mwenzangu ameweza kusema kwamba ni ile kuna yale ambao vijana kwa muda mrefu huenda wamekuwa kifeel kwamba ni ile IEBC imekuwa ikiweka kutoa pesa ndio mtu aweze kusimama katika kiti fulani imekuwa kwa kiwango ya juu, lakini kufikia saizi kuna watu wanapatiwa nafasi ya kuweza wao pia waweze kusema ni kiwango ipi ambao huenda inafikiana na matakwa na mahitaji ya vijana. Na pia vile vile ni cha muhimu pia tuweze kusemezana ni kwamba ni ile kwa muda mrefu kama taifa tumekuwa tukikaa na yale vipengele ama sheria ambazo hazijakuwa zikizingatia na kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika kwa njia ambao ni haki, usawa na pia inakadiria maoni yote ya wananchi. Kwa hivyo hii sheria ambayo inajaribu kupitishwa kwa wakati huu ni kwamba ni ile itasaidia kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika kwa njia moja ambao ni safi, ni haki na ni usawa kwa watu wote, bila mtu yote ile kwa kuhisi kwamba anafinywa kwa njia moja ni kwa njia ya hela ama kwa njia nyingine kwamba ni ile huenda kuna kipato mmoja na kipato ya kufanyia kampeni kuliko mwingine. Kwa hivyo ni kapa ambayo inaweza kuwekwa kwamba kampeni zitakuwa zinafanywa kwa njia moja au nyingine kuhakikisha kila mtu anaweza kufikia na niko sawa kwa kila mtu. Yes. Sasa vile vile tuko na bunge la mwananchi hapa. Maoni yako ni yapi haswa kuhusiana na vikao ambavyo tunavyoviona kwa leo? Naomba kama unaweza toa kofia tafadhali.
Asante sana. Kwa majina naitwa Victor Oselo, nilikuwa speaker bunge la mwananchi ya Malemba. Cha kwanza ningependa kushukuru IEBC kuweza kuja hapa kutupatia elimu ili tuweze kujua ya kwamba ni namna gani ambayo tutaelimisha wananchi jinsi ambavyo IEBC imejipanga katika kura ya 2027 ambayo inakuja mwaka ujao. Na pia nimefurahia sana na jinsi ambavyo pia wenzangu wameongea kwamba kumepewa nafasi ya kila mwananchi, kila mgombeaji kutoka kwa kiti ya urais mpaka kwa kiti cha wodi, mtu yote ako free na kugombea. Hiyo pia ni swala lingine muhimu sana. Na pia tumeona ya kwamba IEBC imetupatia mwelekeo ya kwamba kila mwananchi ataruhusiwa kusimama na tueleze ni jinsi gani, pesa ngapi ambayo inahitajiwa kurejista kwa kila chama ambayo wanataka kuwania nayo. Yes. Asante sana. Ni maoni ya wale wakazi tu ambao wameweza kujitokeza hapa katika kaunti ya Kakamega kuweza kuhudhuria vikao ambavyo vimeweza kuandaliwa na IEBC kwa wote ambao vile wanahitaji kuwania nyadhifa mbalimbali, basi wameweza tu vile kujitokeza kujua ni kiwango kipi ambacho watakihitaji katika kufanya kampeni zao. Katika yale yote ambayo tumeweza kusikia kutoka kwa IEBC, wanasema kwamba iwapo watakuwa na kiwango kimoja ambacho kila mgombea atahitaji kutumia, basi itahakikisha kwamba kitu cha kwanza wanamalizana na ufisadi na vile kuweka uwanja ukiwe sawa kwa kila mmoja ili wote waweze kuwa na nafasi sawa ya kuweza kugombea nyadhifa mbalimbali. Ni mkutano ambao unaendelea kwa sasa, na hivyo katika habari zetu zijazo tutazidi kuwajuza watazamaji wetu wa KTN kitakachokuwa kinajiri kutoka kaunti ya Kakamega. Naitwa Violet Auma. Shukran sana Violet Auma kwa kutujuza hayo.